Ni mtoto mwenye akili ya kiutu uzima ambaye sasa hivi anamtunza mama yake ambaye ni mgonjwa na wadogo zake wawili. Kisha hapo na nikapata kama 70, 60, 80 kulingana na ubora wa mzigo. Mimi sifanyi kitu, mimi nampa mama zote. Zamani nilikuwa nabeba kichwani, sasa nikapata hela kanunua basi. Sasa hivi yeye ndo baba wa familia akiweza kuipatia ama kulipia kila kitu kuanzia chakula mpaka kodi ya nyumba. Si mwingine ni Hafizi mwenye umri wa miaka 14 pekee. Mimi ndo akili yangu iko hivyo ya kupambana kufanya biashara. Biashara ya ndizi imemfanya kuwa shujaa mtaani mpaka watu wanasema huyu ni jasiri. Nilimwona mtoto na niongea naye nikamwambia mbona unafanya biashara? Akaniambia bwana, kulingana na hali ya nyumbani jinsi ilivyo, nikaona bora niingie kwenye hii biashara. Nikamwambia shule vipi? Akaniambia sina mtu kunisomesha. Unaona, roho inuma sana. Kwa mtoto mdogo kama anafanya biashara alafu anapata hela anaendelesha familia nyumbani, labda wadogo zake, mama yake, bibi yake. Mimi nifurahi sana. Huwa nampenda sana kwa mfano wake. Kufanya biashara sio kama watu wengine wanataka chokora wanaomba. Yeye mwenyewe ametueleza ana shauku ya kuwa kama Balesa ambaye alianza kwa urojo lakini yeye anaanza kwa ndizi. Mani kuwa nani sasa wewe kwenye biashara? Maana umenipa malengo yako makubwa sana. Mfanya biashara mkubwa. Kama nani? Kama Balesa. Kwa nini Balesa? Kwa sababu yeye si mfanya biashara mkubwa. Alafu unasikia alianza na urojo. Unasikia alianza na urojo yeye. Nimesikia. Umesikia? Kilichonivutia zaidi ni akili yake ya biashara. Hizi ndizi anauza 500 kutokana na mazingira. Kwa sasa hii biashara umeanza lini wewe, hii biashara ya ndizi? Muda mrefu. Na huko kwa Selebonge hapa umepajuaje hapa? Wafanya biashara sinajua na wanapajua sehemu za kufanya biashara. Wewe ni mfanya biashara? Wewe kwa nini unajiona wewe ni mfanya biashara? Kwa nini unajiona wewe ni mfanya biashara? Hebu niambie kwanza. Kwa sababu hivyo nafanya harakati zangu. Za biashara. Unaamka saa ngapi kuandaa mzigo na kuja nao? Kuna saa 12, saa 1. Mzigo unafunga wapi? Nachukulia Mabibo. Wewe hujapenda kuendelea na masomo, uendelee form 1, form 2 uje kuwa mtu mkubwa? Mimi namsaidia mama kufanya biashara. Yeye mama anafanya nini? Yeye mama yuko nyumbani. Anaumwa? Alikuwa anaumwa lakini sasa hivi anaendelea vizuri. Baada ya kwanza kumjua mtoto alikuwa na basikeli mara ya kwanza, akafanya naye biashara akaja kaibiwa. Aliibiwa basikeli yake? Mara ya kwanza aliibiwa. Akajipiga akaja akanunua mara ya pili, nikawa namuona nayo. Nakutana naye mpaka Masaki mwisho. Na basikeli yake. Jiona muona anarudi zake anaelekea zake maeneo ya Tandale. Sio ni maeneo ya Tandale, si ndio nyumbani, mimi sielewi. Leseni ni kijana mpambanaji sana. Hapa njoo. Njoo hapa. Bana, huyu kijana unayemuona ni kijana mpambanaji sana huyo hapa. Yeye familia anamlea mama yake ambaye ni mgonjwa kwa ajili ya biashara ya ndizi. Bana, mimi nimependa sana harakati zako. Weka basi beseni kwanza chini basi. Usaidie. Leke hapa. Una ndizi. Una ndizi na nini unauza? Unauza ndizi na nini na nini? Ndizi peke yake. Ndizi peke yake. Unaitwa nani? Hafizi. Hafizi. Unasoma darasa ngapi? Mimi nimemaliza darasa 7. Mwaka gani? Mwaka jana. Mwaka jana. Unaendelea form 1? Kwa nini? Kwa sababu nafanya biashara. Wewe hujapenda kuendelea na masomo, uendelee form 1, form 2 uje kuwa mtu mkubwa? Mimi namsaidia mama kufanya biashara. Yeye mama anafanya nini? Yeye mama yuko nyumbani. Anaumwa? Alikuwa anaumwa lakini sasa hivi anaendelea vizuri. Kwa sasa hii biashara umeanza lini wewe, hii biashara ya ndizi? Muda mrefu. Na huko kwa Selebonge hapa umepajuaje hapa? Wafanya biashara sinajua na wanapajua sehemu za kufanya biashara. Wewe ni mfanya biashara? Wewe kwa nini unajiona wewe ni mfanya biashara? Kwa nini unajiona wewe ni mfanya biashara? Hebu niambie kwanza. Kwa sababu hivyo nafanya harakati zangu. Za biashara. Unaamka saa ngapi kuandaa mzigo na kuja nao? Kuna saa 12, saa 1. Mzigo unafunga wapi? Nachukulia Mabibo. Mabibo? Kila siku unaingia Mabibo? Unachukua mzigo wa shilingi ngapi? Wa 30 mpaka 50. Bana ndugu wangu, usinidanganye wewe ndugu wangu. Kweli? Kweli. Mzigo wa 50 unaenda kufunga kule? Ndio huu hapa yani. Kwa hiyo unabeba kichwani? Zingine nishanunuliwa zingine. Sasa unaziletaje hapo? Unaleta na usafiri gani hapa? Maana ni nyingi zinakuwa. Na basikeli yangu iko kule. Una basikeli?
wewe mwamba hatari sana ndugu yangu. Kwa hiyo ukishachukua huu mzigo wa 50,000 unaisha wote kwa siku? Unaweza kaisha Mungu akipenda, au unaweza usiishe. Yote sawa. Na ukiisha unakuwa unapata shilingi ngapi? Ukiisha hapo naweza nikapata kama 70,000, 60, 80 kulingana na ubora wa mzigo. Kulingana na ubora wa mzigo. Hivi kwenye biashara wewe unazingatia nini sana biashara yako unaona inaenda vizuri? Maana umesema ni muda mrefu. Unazingatia nini sasa? Vitu gani unazingatia sana? Nazingatia kujali biashara, usafi nini. Maana nimeona hata kidogo uko smart, nimeona una kipochi chako cha hela, una baskeli yako. Yaani hujaamua kubeba kichwani. Zamani nilikuwa nabeba kichwani, sasa nikapata hela kanunua baskeli. Baskeli ununua shilingi ngapi? Ile nimenunua 1,500,000. 1,500,000? Okay. Sasa ndugu yangu, mimi nilitegemea wewe urudi shule. Kwa hiyo wewe shuleni urudi tena? Mimi naona naendelea tu kufanya biashara. Kweli? Ili nimsaidie mama. Msaidie mamako? Okay. Kwenye wewe unaishi wapi? Manzese. Manzese unaishi na mamako? Okay. Na wewe pesa hii hela unayopata unaifanyia nini? Mimi sifanyi kitu, mimi nampa mama zote. Hela zote? Kweli? Sasa hongera sana ndugu yangu. Asante. Hongera sana. Mfano wa kuiga. Unajua huyu anaendesha familia yake ndugu kwa ajili ya ndizi hizi. Tunamjua siku nyingi sana. Bali mtu kwanza tumpe maua yake ndugu yangu. Unajua wewe wengine ni ushuhuda huu. Tuna watoto kwa mtaani, unajua kuna vijana, lakini huyu mtoto mdogo bwana. Wewe unafahamu? Huyu mtoto namfahamu, nimjanza kumjulia hapa. Unaweza kumjulia wapi? Kumjulia hapa. Mimi naitwa Justus B. Mroso. Mimi nilimjulia mtoto hapa kwa Selebonge kwenye biriani. Baada ya kuwa mimi ni msupply wa kusupply biriani za Selebonge. Nilimwona mtoto na niongea naye nikamwambia mbona unafanya biashara? Akaniambia bwana, kulingana na hali ya nyumbani jinsi ilivyo, nikaona bwana niingie kwenye biashara. Nikamwambia shule vipi? Akaniambia sina mtu kunisomesha. Unaona, roho inuma sana. Kama mtoto mdogo kama anafanya biashara alafu anapata hela anaendelesha familia nyumbani, labda wadogo zake, mama yake, bibi yake. Mimi nilifurahi sana. Huwa nampenda sana kwa mfano wake. Kufanya biashara sio kama watu wengine wanakuta chokora wanaomba. Hapana. Nimemwona hata alivyo smart, ameniambia amenunua baskeli ya kubeba mzigo wake, anafunga mzigo mwenyewe huko Ilala na kuja nao. Nikasema wewe ni hawa ndio vijana ambao tunataka tuwapeleke mbele. Ni watoto ambaye labda elimu yake inaweza ikawa ni hivyo, lakini akaendelezwa kwenye biashara pia. Sio lazima mtu upitie kwenye elimu ya kawaida. Ni kweli unachosema, ni ukweli. Kwa sababu kuna mwingine anaweza kaamua kafanya biashara, baadaye akajitafuta, akaamua kaenda kujiendeleza na masomo yake ya elimu. Unaona? Huyu mtoto mara ya kwanza, baada ya kwanza kumjua mtoto alikuwa na baskeli mara ya kwanza, akafanya naye biashara, akaja kaibiwa. Aliibiwa baskeli yake? Mara ya kwanza aliibiwa. Akajipiga, akaja kanunua mara ya pili, nikawa namuona nayo. Nakutana naye mpaka Masaki mwisho. Na baskeli yake. Jiona muona anarudi zake anaelekea zake maeneo ya Tandale. Sio ni maeneo ya Tandale, si ndio nyumbani, mimi sielewi. Bana isetu watoto kama lazima tuwasupport ndugu yangu. Ni kweli kabisa ninachosema. Bana mdogo wangu. Sasa bwana, mimi nimefurahi sana kukuona na I wish Watanzania pia wakuone, lakini pia unatamani kuwa nani sasa wewe kwenye biashara? Maana umenipa malengo yako makubwa sana. Mfanya biashara mkubwa. Kama nani? Kama Balesa. Kwa nini Balesa? Kwa sababu yeye mfanya biashara mkubwa. Alafu unasikia alianza na urojo. Unasikia alianza na urojo yeye. Nimesikia. Umesikia? Umesikia alianza na urojo? Okay. Kwa hiyo uko mbali sana yani. Okay mdogo wangu. Sasa mimi nimeshindwa kuongea lakini kwa ufupi biashara yako unaifanya kwa heshima sana. Unapumzika lini na lini? Mimi sina muda wa kupumzika, naweza kupumzika leo au naweza nisipumziki kabisa. Nikiwa tu nimechoka ndo napumzika. Sasa pale unieleza kuna vitu ambavyo unavizingatia sana kwenye biashara yako. Ni vitu gani labda tu ambao unahakikisha wateja wako wanaridhika na huduma yako? Maana nimeona pale uko nimenyea mpaka ndizi. Ni vitu gani unavizingatia ili mteja arudi tena? Kuwa msafi, kuwa mwaminifu. Mwaminifu kiaje? Yaani kwa mfano mteja akakupa hela kubwa, anataka chenchi, wewe umletee. Huo ndio uaminifu. Kwa kukupa chenchi yake, wanamzingatia chenchi yake shilingi ngapi. Una umri gani sasa? Sasa hivi na miaka 14. 14. Okay. Kumbe uliibiwa baskeli. Ilikuwaje ukaibiwa baskeli? Yaani kula nyumbani, si unajua mazingira yanayokaa kuna wezi wengi, vibaka.
Waliniibia baskeli yangu. Wewe umejiepusha na watoto ambao wanakuwa kwenye makundi mabaya. Uliwezaje kujiepusha nao na ukuweza kujitenga ukaamua utafute njia yako? Kwa sababu wako watoto wenye umri kama wako sasa hivi wanacheza gololi, wengine wanaendesha yale magurudumu ya magari yale matairi. Wewe umekuwa tofauti. Nini uliamua kuchukua njia yako? Mimi ndio akili yangu iko hivyo ya kupambana kufanya biashara. Na hii ndizi nani alikupa hii idea ya ndizi? Mimi mwenyewe zamani nilikuwa naanza matikiti kichwani kubeba. Kichwani. Nikafanya hivyo nikapata hela nikanunua baskeli wakaniibia. Nikabeba tena kichwani nikanunua baskeli nyingine ambayo mpaka sasa hivi ninayo. Okay. Bana mdogo wangu, shukrani sana. Mimi nitamtembelea mama yako, lakini leo nabidi kuchangie ndizi nyingi kidogo. Mzigo huu mimi na marafiki wengi. Hapo nabidi unipe ndizi at least za pale umenihudumia kwenye chakula, lakini pia na kuungisha ndizi za 10,000. Sawa, asante. Umeelewa? Kwa sababu mimi pia napenda, yani nilivyokuona wewe ni mpambanaji, afu ni kama mdogo wangu. Sio kama mdogo wangu kaka, una miaka mingapi? 14? Mdogo wangu wewe. Sasa unaona unapopambana hivyo, aisee, jambo la kupongeza sana. Kwa hiyo ikitokea mtu anataka kusomesha kurudisha shule? Mimi kurudi shule kwa sasa hivi hapana. Sasa hivi labda biashara nataka nikipata hela, nikipata mtaji mkubwa nifungue duka. Duka la nini sasa? Duka la matunda, vyakula. Jembe sana. Unaitwa nani jina lako? Afiz. Dogo Afiz bwana wewe, shukrani sana. Mimi nadhani baadaye tutazungumza na mama yako, nitamtembelea pia mama yako kwa malezi mazuri. Mama anakuambiaje? Mama ananiambia nipambane hivyo hivyo. Kuna dogo zako wengine? Wangapi? 2. Okay. Baba yuko wapi? Baba sijui alipo. Hujai kumuona? Ushawahi kumuona? Anawahudumia? Kwa ndo unapambana kwa ajili ya familia. Okay. Ndio mwanaume, sio hivyo? Okay. Baba hahudumii chochote kabisa. Hahudumii chochote? Na ulimwona wapi? Wewe umemwona wapi baba? Nilimwonaga Mwanza. Umetisha sana mwanangu. All the best. Bana nifungie ndizi zangu za 10,000 ndugu yangu hapa. Au nikupe 10,000 tu? Nipe ndizi ili ujue kabisa nimenunua bwana. Unasemaje ndugu yangu? Wewe nipigie ndizi zangu za 10,000 nikagawe kwa ndugu jamaa na marafiki. Piga hapo ndizi za 10,000 mdogo wangu. Basi lako liko mbali? Okay hapa. Ndio shilingi ngapi hizo? 10,000 tayari? Mwanangu. Sio kama umeni rudia hizo ndio 10,000 wakati ndogo hivi. Hapa ni kwa Selebonge. Kwa nini kwa Selebonge? Hebu nishioza maiki yangu dogo wangu. Mbona umenipiga kama umenipiga hivi?